Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza msimamo mkali wa serikali yake akibainisha kuwa utawala wake hautakubali kuamrishwa, kupewa masharti wala kupokea maelekezo kutoka kwa mataifa ya nje au vyombo vya kimataifa kuhusu namna ya kuendesha masuala ya ndani ya nchi. Kauli hiyo ya mkuu wa nchi imetokana na nyaraka na ripoti rasmi zilizotolewa na mabunge ya nchi ya Magharibi, hasa bunge la Marekani na bunge la Ulaya, zilizoweka masharti kadhaa ya kisiasa na kisheria ili kuangalia upya uhusiano wao wa kidiplomasia na kiuchumi na Tanzania baada ya mataifa hayo kusitisha misaada yao ya maendeleo kufuatia matukio ya uchaguzi mkuu uliopita. Mkuu wa nchi ameeleza kuwa utaratibu wa kuweka masharti kabla ya kukaa kwenye meza ya mazungumzo ni jambo linaloweza kufanyika tu katika ngazi ya kifamilia, kati ya wazazi au katika taasisi za elimu, kati ya wanafunzi na walimu wao, lakini mbinu hizo haziwezi kutumika kwa nchi huru yenye mamlaka kamili inayojielewa na kuendesha mambo yake yenyewe. Msimamo huo wa Rais Samia Suluhu Hassan umetolewa mbele ya viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na jeshi la polisi nchini, ambapo amewataka kusimamia misingi ya usalama wa taifa bila kuyumbishwa na shinikizo za nje. Hatua hiyo imekuja kufuatia malalamiko yaliyowasilishwa na serikali za nje zikidai uwepo wa mateso, ukiukwaji wa haki za binadamu, vipigo, utekaji na upotezwaji wa lazima wa raia, pamoja na kupinywa kwa nafasi ya kidemokrasia nchini Tanzania katika miezi ya hivi karibuni. Serikali imebainisha kuwa imekuwa ikiwataka wadau wote wa kisiasa na wa mashirika wa kimataifa kuja kwenye meza ya mazungumzo ili kushauriana na kujadili mustakabali wa maendeleo badala ya kutoa matamko yenye maagizo ya upande mmoja yasiyoheshimu mamlaka ya nchi. Mataifa ya nje yaliweka masharti hayo magumu baada ya kubaini kuwa viongozi kadhaa wa vyama vya upinzani akiwemo Tundu Lissu wameendelea kushikiliwa na kushtakiwa kwa makosa mazito ya uhaini wa takriban mwaka mmoja sasa bila mawakili wa serikali kufanikiwa kuthibitisha mashtaka hayo mahakamani au kesi zao kutolewa maamuzi ya mwisho. Bunge la Marekani na bunge la Ulaya yamesisitiza kuwa ili uhusiano wa kidiplomasia urejee katika hali ya kawaida, ni sharti serikali ya Tanzania iachilie huru raia wote na wanasiasa waliokamatwa wakati na baada ya ghasia pamoja na maandamano yaliyofuata mchakato wa uchaguzi mkuu uliopita. Masharti mengine yaliyotolewa ni pamoja na kuruhusu uhuru wa kujieleza na kutoa maoni kwa raia, kusitisha vitendo vyote vya utekaji wa watu, pamoja na kukomesha visa vya mauaji ya kiholela yanayoripotiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mvutano huu wa kidiplomasia umeshika kasi huku kukiwa na taarifa za kuwepo kwa juhudi za kidiplomasia zinazofanywa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania kupitia kwa Waziri Kombo ambaye analizunguka nchi ya Marekani kwa zaidi ya miezi 7 kujaribu kutoa ufafanuzi wa serikali kuhusu hali halisi ya kisiasa nchini. Hata hivyo, ripoti kutoka katika mabunge hayo ya Magharibi zimeeleza kuwa juhudi hizo zilionekana kama mkakati wa kupotosha ukweli juu ya matukio yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025, ambapo raia walipoteza maisha kufuatia hatua zilizochukuliwa na vyombo vya dola kuzuia maandamano na kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu. Mabunge hayo yamesema wataendelea kusimama upande wa wananchi wanaopitia changamoto za kiusalama hadi pale misingi ya utawala bora utakaporejeshwa. Rais Samia Suluhu Hassan amesisitiza kuwa uamuzi wa kuachilia wafungwa au watuhumiwa wanaokabiliwa na mashtaka ya kisheria ni swala linalofuata taratibu za kimahakama na kisheria za nchi na alitategemea shinikizo au matakwa ya mataifa ya kigeni. Serikali inaamini kuwa mifumo yake ya usalama na utoaji haki iko salama
salama na inafanya kazi kwa mujibu wa katiba ya nchi bila uhitaji wa msaada au miongozo kutoka nje inayolenga kuingilia uhuru wa kitaifa. Hatua ya serikali kukataa masharti hayo imeweka mwelekeo mpya wa jinsi Tanzania inavyoendelesha siasa zake za nchi, huku ukionyesha utayari wa kukabiliana na athari ya kiuchumi zinazoweza kutokana na kusitishwa kwa misaada hiyo ya maendeleo. Uchambuzi wa mwenendo huu unaonyesha kuwepo kwa pengo kubwa la mtazamo kati ya serikali ya Tanzania na washirika wake wa kigeni kuhusu dhana ya haki za binadamu na uhuru wa kidemokrasia. Wakati vyombo vya kimataifa vikishinikiza uwepo wa mabadiliko ya haraka na ya kuachiliwa huru kwa viongozi wa upinzani kama Tundu Antipas Lissu, serikali kwa upande wake inatazama hatua hizo kama uingiliaji wa mamlaka ya ndani ya dola na mchakato wa mahakama unaopaswa kukamilika bila kuingiliwa na mtu yeyote. Hali hii inajiri wakati kukiwa na malalamiko kutoka kwa makundi ya kijamii yanayoeleza kuwa uhuru wa kutoa maoni umekuwa ukididimia kutokana na hofu ya kukabiliwa na hatua za kisheria au kiusalama pindi raia wanapokosoa viongozi wa serikali. Mabunge ya kigeni yamebainisha kuwa kuendelea kusitishwa kwa misaada ya kifedha ni hatua ya kwanza ya kuonyesha kutoridhishwa kwao na namna mchakato wa uchaguzi wa mwaka 2025 ulivyosimamiwa, jambo linalotajwa kuathiri miradi kadhaa ya maendeleo inayotegemea wafadhili. Pamoja na vikwazo hivyo vya kiuchumi, msimamo uliotangazwa na mkuu wa nchi unaonyesha nia ya kulinda hadhi ya kitaifa mbele ya mataifa ya nje, ukizingatia kuwa serikali imeweka wazi kuwa iko tayari kwa ushirikiano wa kiwango cha usawa kupitia majadiliano ya pande zote mbili badala ya kupokea amri. Hadi sasa majadiliano kuhusu usalama na haki za kijamii yanaendelea kuchukua nafasi kubwa katika anga za siasa za ndani na nje ya Tanzania, huku raia wakifuatilia kwa ukaribu jinsi serikali itakavyoweza kuziba pengo la kibajeti lililosababishwa na uamuzi wa bunge la Ulaya na Marekani kusitisha fedha zao. Viongozi wa kijeshi na wa kipolisi nchini wametakiwa kuongeza umakini katika kudumisha amani na utulivu wa ndani ili kuzuia mianya yote ya ghasia inayoweza kutumiwa na mataifa ya nje kama kigezo cha kuongeza shinikizo zaidi dhidi ya utawala uliopo madarakani. Mvutano huu unaonyesha wazi jinsi siasa za ndani ya Tanzania zinavyounganishwa kwa ukaribu na masuala ya kidiplomasia na ya kimataifa, ambapo kesi ya kisheria za viongozi wa kisiasa zinageuka kuwa ajenda kuu za majadiliano katika mabunge ya kimataifa makubwa duniani. Serikali ya sasa inaendelea kuimarisha na kusimamia kauli zake ya kutofungamana na matakwa ya upande mmoja, ikisisitiza kuwa suluhu ya changamoto zote za ndani inapatikana kupitia mifumo ya vyombo vya ndani vya kikatiba vilivyoundwa kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.